Kwa kuwa mji wa Bagamoyo umeshakuwa rasmi eneo la uwekezaji kutokana na mpango wa maendeleo wa miaka 5 huu mpya, na kwa kuwa kutokana na mazingira mazuri ya uwekezaji yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikivutia wawekezaji wengi kutamani kuwekeza katika eneo hilo, na wengi mmekuwa mmeshawakabidhi hati ya kumiliki maeneo. Je, serikali inatuambia nini kwa wananchi ambao mpaka sasa bado hawajalipwa fidia, wakiwemo wananchi wa vitongoji vya Kondo, Pande, Zinga yenyewe na Kiromo ambao wamesubiri miaka 12? Mnatupa matumaini gani sasa kwa kuwa eneo hili lishaanza kupokea wawekezaji? Asante Mheshimiwa Spika. Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mgalu, mbunge kutoka mkoa wa Pwani kama ifuatavyo. Ni kweli kama serikali tumetenga eneo la Bagamoyo kama eneo maalum kwa ajili ya uwekezaji na tayari tumeshapata wawekezaji, lakini kama serikali tunatambua kuna baadhi ya wananchi bado hawajalipwa fidia, lakini katika bajeti yetu ya mwaka huu serikali imetenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wananchi ambao wanaidai serikali wanaenda kulipwa. Naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali inaenda kulipa wananchi ile fidia. Asante. Mheshimiwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Masanja Lufungija. Swali la mbunge Lufungija wa Uliankulu linauliza, je, lini serikali itakarabati na kuboresha chuo cha VETA Uliankulu ili kuweka mazingira rafiki kwa vijana kupata mafunzo ya ufundi stadi? Naibu Waziri Wanu Hafidh Amir ni naibu waziri wa elimu na haya ni majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, kwa ruhusa yako